Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haligani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari. Mimi ni Hilal Sefuriami, nitakusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa utakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Mvua yasababisha maafa kwa wafanyabiashara wa soko la Manundu na wananchi wanaoishi katikati ya mji wa Korogwe mkoani Tanga. Wananchi kata za Mabatini na Mbugani jijini Mwanza waomba kurejeshewa huduma ya jeshi la polisi katika kituo cha polisi Mabatini kilichoharibiwa wakati wa vurugu za uchaguzi. Katika rubaa za kimataifa, watu wasiopungua 66 wamefariki dunia baada ya ndege ya jeshi la anga la Colombia kuanguka kusini mwa nchi hiyo. Na mkapu la habari linaanzia huko jijini Tanga. Mvua kubwa ilionyesha kwa siku mbili mfululizo wilayani Korogwe mkoani Tanga umesababisha maafa kwa wafanyabiashara wa soko la Manundu baada ya vibanda vyao kuzingirwa na maji, huku baadhi ya wananchi wanaoishi katikati ya mji wa Korogwe nao kukosa makazi. Rajab Shaban Matuga ana undani wa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Korogwe William Mwakilema akiwa ameambatana na viongozi mbalimbali wa serikali amefika eneo la tukio kutoa pole na kukagua uharibifu uliotokea, ambapo ametangaza kuunda timu maalum kuchunguza athari ya maafa hayo. Tatizo limeshatokea, lakini pia lazima tujue chanzo cha tatizo na hasara iliyopatikana. Kwa hiyo nakusudia kwenda kuunda timu ndogo ambayo nitaipa kazi ndani ya siku 14 chini ya mkurugenzi wa halmashauri, lakini pia watakuweko na wawakilishi mbalimbali ili waende kiundani. Watakuja huku kwenu sokoni, hii timu iwaone wafanyabiashara, ione namna mali zilizoharibika na kiwango cha fedha na mali zilizopotea, ili serikali iweze kuona. Tukipata hiyo taarifa inakuwa ni rahisi sasa kuweza kufanyia kazi, maana sasa hivi tunatoa pole za ujumla. Aidha, mkuu huyo wa wilaya ya Korogwe William Mwakilema amesisitiza utunzaji wa mazingira ili kuepukana na majanga yanayosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha. Ule mto umevamiwa sana na shughuli za kibinadamu, hilo tukubaliane. Mkondo wa mto haupo, kwa maji yanapokuja yamezidi kiwango yanatawanyika, ndio maji aliyokuja kutuletea madhara. Watu kule wanalima na wengine pia wamejenga. Tumezunguka kule na wenzangu kamati ya usalama ndani karibu ya mkondo wa mto Mbeza. Shughuli za kibinadamu zinaleta madhara ambayo maji yanapozidi kule sasa hayafuati mkondo wa mto, yametawanyika kuja mpaka kwenye makazi na kwenye biashara zetu ambazo imetuletea madhara makubwa. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi walioambatana na mkuu wa wilaya akiwemo mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Korogwe Ali Mkwavingwa wamewatoa hofu wananchi na kuahidi kushirikiana nao bega kwa bega kurudi katika hali yao ya kawaida. Ili hakujawahi kutokea kitu cha namna hii. Kupitia jopo la wataalamu watakuja kutuambia kwamba ni kitu gani kimesababisha haya, ili wafanya biashara wetu hapa sokoni wasikumbane na changamoto hii, kwa sababu tunawategemea wao wanapozalisha, wanapouza, basi ndio halmashauri yetu inakutoka kiuchumi. Na kwa hiyo hatuna budi kushirikiana kwa namna yote ile ili tuweze kupambana na janga hilo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mbunge wa Jimbo la Korogwe Mjini, tunapenda kutoa pole na dhati kwa wenzetu na biashara hawa ambao wana changamoto.
Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna wa jeshi la polisi DCP Wilbrod Mutafungwa ameridhia ombi la wananchi wa kata za Mabatini na Mbugani wilaya ya Nyamagana kurejesha huduma za jeshi hilo katika kituo cha polisi Mabatini kilichoharibiwa wakati wa vurugu za uchaguzi 2025. Hii hapa ni taarifa zaidi na Zuberi Mgaya. Hatua hiyo inajiri kufuatia ombi la wananchi wa kata ya Mabatini na Mbugani wakati wa mkutano uliofanyika katika uwanja wa shule ya msingi Mabatini A uliokutanisha wananchi wa kata hizo mbili na jeshi la polisi. Tunajaribu kuomba ofisi yako kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza ili waweze kutufungulia kituo chetu cha Mabatini. Kwa nini naomba hiyo? Matukio mbalimbali ya uhalifu yamezidi kuongezeka ndani ya kata ya Mabatini. Tukitambua kwamba kata ya Mabatini kata mjini inahitaji watu kuto wasiotekeleza serikali yetu ili kuweza kufanya majukumu yake kwa ufasaha. Kwa hiyo ni kuomba mgeni wetu rasmi kwa heshima kubwa, kwa sababu tumekanyaga kwenye kata ya Mabatini, ni kuombe sana utusaidie kituo chetu cha polisi kiweze kufunguliwa. Akitoa kauli ya kuridhia kurejesha huduma ya jeshi la polisi katika kituo cha polisi Mabatini, DCP Wilbrod Mutafungwa amesema utafanyika mchakato wa haraka ambao utafanyika kwa mwongozo wa jeshi hilo ili kurejesha huduma hiyo karibu na wananchi. Tutatoa mwongozo kiruhusu kwanza na kiruhusu kwanza kwa namna gani, na tutakutana na viongozi ili kuhakikisha kwamba amani, tulivu na usalama unaendelea kuwepo kwa vijana wetu na kwa wananchi wote wanaoishi katika maeneo haya, na kuhakikisha kwamba vituo vyote vya polisi kituo cha Mabatini kinaendelea kuwa salama na kimiliki kwa namna yoyote na watu wa. Aidha, DCP Mutafungwa ameataka wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kukomesha vitendo vya uhalifu katika jamii. Jukumu la kuondoa wananchi sio la jeshi la polisi pekee, wala sio la viongozi walioketi pale peke yao, ni jukumu la wananchi wote. Kwa sababu gani? Wahalifu wanatoka miongoni mwetu sisi wanajamii. Kila mtu anatakiwa aseme uhalifu kwenye familia yangu, uhalifu kwenye nyumba yangu, uhalifu kwenye mtaa wangu, kwenye kata yangu hauna nafasi. Hilo jambo linatakiwa kueleweka kwa kila mkazi wa kata, kwa kila mkazi wa mkoa wa Mwanza atambue kwamba uhalifu ni jambo linalokatazwa kwa nguvu zote na wananchi wote. Halmashauri ya wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita kupitia idara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi imeendelea kusogeza huduma karibu na wananchi kwa kuanzisha kliniki maalum ya ardhi yenye lengo la kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi katika masuala ya ardhi. Zuberi Mgaya ana taarifa kamili. Mkuu wa idara ya ardhi halmashauri ya wilaya hiyo Mathias Bujiku amesema kupitia kliniki hiyo wananchi wanapata fursa ya kuwasilisha kero zao moja kwa moja mbele ya wataalamu wa ardhi, hatua inayosaidia kupunguza migogoro na kuleta uelewa mpana wa masuala ya umiliki na matumizi bora ya ardhi. Kutokana na kwamba tuna upimaji ambao ulifanyika hivi karibuni hapa kijiji cha Ikangala, kuna wananchi walikuwa hawajapata kuoneshwa viwanja vyao. Kwa leo tunaitumia kama sehemu ya siku kuonesha viwanja vyao, lakini bado tunatoa control number kwa ajili ya kulipia alama zile za upimaji ambazo tulikubaliana. Lakini mbali na hayo tunatoa pia taratibu zingine za utoaji wa vibali vya ujenzi kwa watu wanaohitaji vibali vya ujenzi, lakini tunaendelea na taratibu zingine za kushauri wananchi waweze kupima maeneo yao ambao bado hayajafikiwa kwenye upimaji. Kwa ujumla, kliniki ya ardhi imekuwa chachu ya mabadiliko chanya katika wilaya hiyo, ikionyesha dhamira ya serikali ya kuwasikiliza wananchi na kuwahudumia kwa karibu zaidi. Tumeanza rasmi kliniki ya masuala ya ardhi katika kijiji cha Ikangala. Ndugu zangu wananchi, nitoe tu wito kwamba hili ni zoezi ambalo tumewaletea kwenu kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo jitokezeni ili tuweze kuwahudumia kwa ukaribu zaidi,
kwa shida zozote au kwa masuala yote tunayohusiana na masuala ya ardhi. Yapo yale ya migogoro, yapo ya kuhitaji kuoneshwa kama tunavyofanya na mambo mengine, jitokezeni ili tuweze kuwahudumia kwa ukaribu zaidi. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi walioitikia wito huo wamesema kliniki hiyo ya ardhi inakwenda kutibu changamoto mbalimbali zilizopo, ikiwemo kutatua migogoro ya mipaka baina ya wananchi. Kwa sababu tulikuwa tumepimiwa maeneo alafu tulikuwa tujaonyeshwa viwanja vyetu, lakini kwa sasa tuna imani ya kwamba hili zoezi litakuwa ndio tiba kwenye tatizo letu hili, na tuna imani ya kwamba faida tutakayoipata hapa, mimi nikishaonyeshwa viwanja vyangu kwa vinaishia wapi, maana yake ninajua namna sasa ya kutumia eneo langu, kwamba nitaitumia kwamba mwisho hapa, lakini nitajua vile vile kwamba mipaka yangu inaishia sehemu fulani. Kwa hiyo hata kama nitaamua kufanya shughuli yoyote ile kwenye eneo langu, kwenye kiwanja changu, nitakuwa najua kabisa mipaka yangu inaishia hapa. Kwa hiyo sitakuwa na mgogoro wowote mwingine na mtu mwingine. Inaturahisishia mtu kujua maeneo yake, kuepusha migogoro ya hapa na pale, na pili inatusaidia sisi hata kwenye maendeleo ya jamii, watu wajenge kwa mfumo ambao ni mzuri wenye kufuata utaratibu. Kwingineko, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Rimo Nyansaho kupitia taasisi yake ya Nyansaho Foundation amekabidhi msaada wa mifuko 6,000 ya saruji kwa wabunge wa majimbo ya mkoa wa Mara ili kuunga mkono juhudi za utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoani humo. Nuhu Stima ana undani wa taarifa hiyo. Akikabidhi msaada huo wa mifuko 500 kwa kila mbunge, Dr. Nyansaho amewataka viongozi hao kuhakikisha saruji hiyo inaelekezwa moja kwa moja katika ukamilishaji wa miradi ya kisekta, hususan ujenzi wa miundombinu ya elimu na afya ili kusogeza huduma muhimu karibu na wananchi. Kwenye maisha ya kimaendeleo, cha kwanza lazima uhakikishe unaelimisha watu, elimu. Lakini cha pili, wawe na afya. Naweza ukaelimisha, mmeelimika lakini mkawa na afya ambayo sio njema, kwa hiyo uzalishaji utapungua. Kwa hiyo tukaamua kuanzisha hii foundation yetu. Lakini lengo kubwa lilikuwa kwamba yapo mambo mengine mengi, lakini kipaumbele iwe ni kuboresha elimu, lakini pia na kuangalia mazingira bora ambayo tunaweza tukafanya yale ambayo serikali imefanya nasi tukachangia. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi, mbali na kupongeza hatua ya mwenyekiti wa taasisi ya Nyansaho Foundation, amehimiza kila mmoja kwa nafasi yake kusaidiana na kushiriki shughuli za maendeleo ili kuinua ustawi wa jamii. Tumie pia fursa hii kuwaomba wadau wengine wa maendeleo, kama nilivyokwisha kusema, waendelee kuiunga mkono serikali. Sasa hivi tuna mambo mengi ambayo kama serikali na jamii ya Wanamara tunapaswa kuyafanya. Waheshimiwa wabunge wamekuwa mstari wa mbele kupambania hilo, lakini naomba wadau wengine waendelee na wao kutuunga mkono kama Nyansaho Foundation ambavyo imekuwa ikifanya wakati wote. Kwa upande wao, baadhi ya wabunge wa majimbo ya mkoa wa Mara wameahidi mifuko hiyo ya saruji kutumika katika malengo yaliyokusudiwa na si vinginevyo. Tulikuwa na majengo ya madarasa ya zamani ambayo yameshachakaa. Tulikuwa na madarasa ambayo yana mahandaki hawana sakafu. Tunachokwenda kufanya Wanamwibara ni kwenda kuwakusanya vijana na wale loko fundi, ili vijana hawa waanze kufanya kazi hii ya ukarabati, waanze kupata maokoto kupitia Nyansaho Foundation. Kwanza tunajenga sekondari nyingi. Msoma vijijini tuna sekondari 30. Sasa hivi tunajenga mpya 12. Kwa hiyo katika hizi mpya 12, 2 zitapokea mifuko 50 kutoka Nyansaho Foundation. Asante sana. Halafu nimechukua shule za msingi 7 ambazo tunaenda kuboresha, na zenyewe wako hapa na madiwani wao watachukua leo mifuko 50 kwenye hizo shule za msingi. Alafu zahanati 2 ambazo zimejengwa tunakamilisha. Watoa huduma wa ngazi ya jamii manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wamepatiwa mafunzo maalum kuhusu utoaji wa taarifa za tetesi na ufununu, ikiwa ni sehemu ya juhudi ya kuimarisha ufuatiliaji wa viashiria vya magonjwa ya mlipuko. Rajab Shaban Matuga
na alifu zaidi. Kupitia elimu hiyo, washiriki wamewezeshwa namna bora ya kukusanya na kutoa taarifa za awali zitakazosaidia mamlaka husika kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Atakapopata taarifa isiyokuwa ya kawaida kutoka kwenye jamii, aidha kuna wanyama wamekufa sehemu moja, zaidi ya mmoja bila sababu inayojulikana, au kuna mtu anatokwa na damu sehemu yoyote ya wazi ya mwili wake bila kujua sababu hasa inayopelekea ile hali, au kuna watu wameng'atwa na wanyama, zile zote tunasema ni fununu ambazo wanaweza kukusanya kutoka kwenye jamii na kutolea taarifa kuanzia ngazi ya kijiji, wilaya mpaka ngazi ya juu. Lengo hasa ni kufanya ufuatiliaji wa hizi fununu au tetesi, kwa sababu kupitia hizi fununu au tetesi ndio inatupelekea kujua kama kuna kiashiria cha magonjwa ya mlipuko. Msisitizo unatolewa hapa na wawezeshaji wa mafunzo hayo ni kuwahimiza washiriki kuwa mstari wa mbele, kutoa taarifa kwa wakati, hatua itakayosaidia kupunguza gharama zinazotumiwa na serikali katika kukabiliana na magonjwa. Hata kama na simu ya kawaida ambayo wanaita kiswaswadu kwa jina maarufu, baadhi anaweza kutuma taarifa hizi. Akiwa na simu janja anaweza kutuma taarifa hii. Kwa hiyo wito wetu kwao ni kuhakikisha kwamba yale yote tuliyokubaliana na ambayo yale mafunzo ambayo wamepata wayafanyie kazi, wakisha wanatuma taarifa kwa wingi za tetesi, ili baada ya hapo tuweze kugundua mapema magonjwa ambayo tukichukua hatua naepusha vifo kwenye jamii. Kwa sababu mara nyingi ugonjwa ukijulikana mapema, tukianza utekelezaji mapema wa mikakati ya kudhibiti, mara nyingi watu hawafikii mahala pa kupoteza maisha. Kwa ujumla, mafunzo haya yamelenga kuwajengea uwezo wa watoa huduma ngazi ya jamii kutambua mapema dalili za magonjwa hatari ikiwemo kipindupindu. Sisi tunatoa shukrani zetu za dhati kwa wizara kuweza kuandaa mafunzo, kuweza kuja kutuelimisha kuhusiana na hii utoaji wa tetesi. Tulikuwa tunajua, wamekuja kutukumbushia baadhi ya vitu, kutuongezea ujuzi. Kwa hiyo tunawashukuru sana kuweza kuja kutupa haya mafunzo na kutuongezea ujuzi. Sisi tunawaahidi tutaenda kutimiza hivi walivyotufundisha na tutafanya kazi nzuri kwa kweli. Tunaishukuru serikali yetu ya awamu ya 6 kwa kuweza kuletea mafunzo yetu. Tukielekea Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshauri uongozi wa kituo cha tafiti za kiuchumi, kijamii na uchambuzi wa sera Zanzibar ZRCP kuandaa mikutano na mijadala na wadau ili kuelimisha umuhimu wa kutumia matokeo ya tafiti katika utekelezaji wa majukumu yao. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo alipokutana na mkurugenzi mtendaji wa kituo hicho Juma Hassan Reli pamoja na ujumbe wake waliofika Ikulu Zanzibar. Aidha, amebainisha umuhimu wa kufanya maboresho katika mifumo ya usajili wa malipo ya kidijitali ili kuimarisha muda na uwazi, hususan katika sekta ya umma, na kushauri kuangaliwa upya kwa sera, sheria na kanuni katika eneo hilo. Naye mkurugenzi wa kituo cha tafiti za kiuchumi, kijamii na uchambuzi wa sera Zanzibar ZRCP Juma Hassan Reli ameunga mkono mapendekezo hayo na kueleza kuwa kituo hicho kipo tayari kushirikiana na serikali katika kutoa tafiti na mapendekezo yatakayochangia maboresho ya mifumo ya malipo ya kidijitali, ikiwa ni pamoja na kusaidia mapitio ya sera, sheria na kanuni ili kuimarisha uwazi na ufanisi katika sekta ya umma. Na kwa taarifa hiyo kutoka Zanzibar ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu inayosimamiwa na Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani nchini Tanzania chini ya mwenyekiti wake Sheikh Othman Ali Kaporo inawaalika Watanzania wote, wake kwa waume, kuja kuhudhuria katika kilele cha mashindano ya dunia ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu yatakayofanyika tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kuanzia saa 12 kamili asubuhi. Mashindano haya yataambatana na ugawaji wa tuzo mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Kumbuka
Kumbuka, tuzo hizi zitapambwa tena kwa mara nyingine na imamu kutoka misikiti mitakatifu ya Makka na Madina, ambaye ataliombea dua taifa letu pamoja na kuwaombea viongozi wakuu wa taifa letu, na kila atakayehudhuria Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Usikose kuja kujionea vijana wadogo kabisa walio chini ya umri wa miaka 12 wakishindana kwa umahiri mkubwa kabisa kutoka mabara ya Asia, Ulaya, Amerika, Afrika pamoja na Australia. Kumbuka, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Bila kusahau zawadi za wahudhuriaji zipo kede kede. Usikubali kuhadithiwa, njoo ushuhudie. Qur'ani ni amani. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kutuamini, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Nuhu Stima. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Watu wasiopungua 66 wamefariki dunia baada ya ndege ya jeshi la anga la Colombia iliyokuwa imebeba watu 128 kuanguka Jumatatu ya Machi 23, 2026 katika eneo la Puerto Leguizamo, mkoa wa Putuyo, kusini mwa nchi hiyo karibu na mpaka wa Peru. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la anga Carlos Fernando Silva Rueda, kulikuwa na watu 188 wakiwemo wanajeshi na wafanyakazi ndani ya ndege aina ya C-180 Hercules wakati wa ajali hiyo. Shirika moja la habari limeripoti kuwa watu wasiopungua 66 wamefariki huku watu 4 hawajulikani walipo, idadi iliyothibitishwa pia na vyanzo viwili vya kijeshi. Hata hivyo, wakati mamlaka zikisubiri takwimu rasmi, chanzo cha jeshi kililiambia shirika moja la habari kuwa ripoti ya hivi karibuni inaonyesha vifo vinaweza kufikia 44 na huenda idadi hiyo ikaongezeka. Kabla ya kutolewa takwimu hizo mpya, Rais wa Colombia Gustavo Petro alisema kuwa wanajeshi 83 walikuwa bado hai wakati huo. Waziri wa ulinzi wa nchi hiyo amesema ndege hiyo ilianguka muda mfupi baada ya kupaa, ikidondoka takriban kilomita 1.5 kutoka uwanja wa ndege ilikotoka. Kwingineko, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ametahadharisha kuhusu mgogoro wa nishati wa muda mrefu kwa wanadamu wote kutokana na vita vya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran, na kutaka kulindwa vyanzo vyote vya nishati katika eneo la Mashariki ya Kati. Pedro Sanchez ametuma ujumbe katika akaunti yake ya X akieleza kuwa wamo katika kipindi nyeti sana katika upeo wa kimataifa, huku akisisitiza kuwa kushtadi zaidi mapigano kunaweza kuibua mgogoro wa nishati wa muda mrefu kwa wanadamu wote. Waziri huyo mkuu wa Uhispania ametaka kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz na kulindwa vyanzo vyote vya nishati katika Mashariki ya Kati, na kuongeza kuwa ulimwengu haupaswi kulipa gharama za vita hivyo. Sanchez ametaja mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli dhidi ya Iran kuwa kinyume cha sheria, na kwamba wanayumbisha amani, na kusisitiza kuwa kwa sababu hiyo wanapinga vita hivyo, akiongeza kuwa wameshuhudia jinsi vita hivyo vilivyosababisha hasara kubwa. Ukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, wananchi wa Italia wamesababisha pigo kubwa la kwanza dhidi ya waziri mkuu Giorgia Meloni
kwa kukataa mageuzi yake ya mfumo wa sheria katika kura ya maoni. Karibu kura zote zikiwa zimehesabiwa, matokeo ya kura ya maoni ya kikatiba iliyopigwa Jumapili ya Machi 22, 2026 yanaonyesha upande wa hapana unaopinga mageuzi hayo una asilimia 53.5 na wa ndio ukiwa na asilimia 46.5, karibu asilimia 59 ya wapiga kura waliojitokeza, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuliko iliyotarajiwa. Waziri Mkuu Meloni amesisitiza kuwa haendi kokote, akisema Wataliano wamezungumza na kwamba uamuzi wao utaheshimiwa, akiongeza kuwa hilo halitabadilisha dhamira yao ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii kwa manufaa ya taifa na kuheshimu jukumu walilopewa na umma. Wakati wa kampeni za kura ya maoni, alisema mara kwa mara kwamba kura hiyo ambayo ilihusu jukumu na usimamizi wa majaji na waendesha mashtaka haikuhusu uongozi wake mwenyewe, licha ya kuwa alifanya kampeni kali ya kuyapigia debe mapendekezo hayo pamoja na washirika wake wa muungano katika serikali ya mrengo wa kulia, huku vyama vya upinzani vikipigania kura ya hapana. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Qasim Stima. Shukran Nuhu Stima kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Mvua yasababisha maafa kwa wafanyabiashara wa soko la Manundu na wananchi wanaoishi katikati ya mji wa Korogwe mkoani Tanga. Wananchi kata za Mabatini na Mbugani jijini Mwanza waomba kurejeshewa huduma ya jeshi la polisi katika kituo cha polisi Mabatini kilichoharibiwa wakati wa vurugu za uchaguzi. Katika rubaa za kimataifa, watu wasiopungua 66 wamefariki dunia baada ya ndege ya jeshi la anga la Colombia kuanguka kusini mwa nchi hiyo. Na kwa nukta hiyo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pata majali wake Maulana, ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefri Amin nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asanteni na kwaherini. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu inayosimamiwa na Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani nchini Tanzania chini ya mwenyekiti wake Sheikh Othman Ali Kaporo inawaalika Watanzania wote wake kwa waume kuja kuhudhuria katika kilele cha mashindano ya dunia ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani tukufu yatakayofanyika tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kuanzia saa 12 kamili asubuhi. Mashindano haya yataambatana na ugawaji wa tuzo mbalimbali za kitaifa na kimataifa. Kumbuka, tuzo hizi zitapambwa tena kwa mara nyingine na imamu kutoka misikiti mitakatifu ya Makka na Madina ambaye ataliombea dua taifa letu pamoja na kuwaombea viongozi wakuu wa taifa letu na kila atakayehudhuria Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake. Usikose kuja kujionea vijana wadogo kabisa walio chini ya umri wa miaka 12 wakishindana kwa umahiri mkubwa kabisa kutoka mabara ya Asia, Ulaya, Amerika, Afrika pamoja na Australia. Kumbuka, hakuna kiingilio, ni bure kabisa. Bila kusahau zawadi za wahudhuriaji zipo kede kede. Usikubali kuhadithiwa, njoo ushuhudie. Qur'ani ni amani.